kwa ujumla tunakutana hapa kwa ajili ya jukumu moja kubwa tu, kama ambavyo alizungumza kaka yangu hapa, kwamba tunahitaji kuimarisha huduma za hali ya hewa na hususa kuimarisha utabiri ambao tunaotoa. Sasa yote hii inatokana na changamoto kubwa ambayo dunia inapitia ya mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi. Katika hotuba ambayo nimeitoa wakati wa ufunguzi, niliainisha kwamba miaka mitatu iliyopita imekuwa ni miaka yenye ongezeko kubwa zaidi ya joto katika historia ya dunia. Lakini vile vile taarifa kutoka jopo la kimataifa la sayansi ya mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi duniani, taarifa ya 6 au tathmini ya 6, iliainisha bayana kwamba kadri ambavyo joto la dunia linaongezeka, basi hata matukio ya hali mbaya ya hewa yataendelea kuongezeka kwa idadi na ukubwa wa matukio hayo. Na kwa sababu hiyo sisi tumeona kwa kupitia sasa uratibu wa shirika la hali ya hewa duniani, lakini pia kusaidiwa na wenzetu wa taasisi ya hali ya hewa ya Uingereza, kwamba tukae pamoja, tujadiliane, tuangalie ni namna gani tunaimarisha nguvu ya pamoja katika kuimarisha utabiri, lakini kuimarisha utoaji wa tahadhari ya matukio ya hali mbaya ya hewa. Lakini kama alivyozungumza Edward, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa ya Kenya, kwamba tunafanya kazi kuhakikisha kwamba hakuna mtu anabaki nyuma. Tunataka tutembee pamoja kama Jumuiya ya Afrika Mashariki na Afrika nzima bila kumwacha hata mtu mmoja nyuma. Kwa hiyo ni jambo jema ambalo tunalifanya hapa, na tunashukuru kwamba tunasaidiwa pia na wenzetu wa shirika la hali ya hewa duniani na wadau wengi ambao wamejumuika nasi. Kwa hiyo hilo ndio jukumu kubwa ambalo tunalifanya hapa. Na nichukue fursa hii pia kuwaomba na kuendelea kuwasisitiza wananchi kwamba waendelee kufuatilia na kuzingatia taarifa zinazotolewa na mamlaka zetu, kwa maana mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, mamlaka ya hali ya hewa ya Kenya. Wafuatilie kwa umakini na kuzingatia zile taarifa tunazozitoa, ikiwemo taarifa za tahadhari, lakini vile vile taarifa za utabiri wa kila siku, kwa sababu kwa kufanya hivyo ndio tutaongeza tija na ufanisi katika shughuli zetu, lakini pia tutaweza kuokoa maisha na mali kutokana na changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa. Na sasa hivi hapa mojawapo jambo ambalo tunaliendelea kulijadili ni kwamba namna gani tunajipanga kuhakikisha kwamba tunatoa taarifa kwa wakati, hususa kutokana na changamoto ambayo tunatarajia kukumbana nayo ya El Nino kwa mwaka huu 2026. Kwa hiyo tumejipanga vizuri na tunashukuru kwamba sasa tunaimarisha ushirikiano wa kikanda. Kwa hiyo wananchi, naomba muwe na imani na muendelee kufuatilia taarifa zetu. Asanteni sana. Asante. Jina langu ni Edward Morioki, mkurugenzi wa idara ya hali ya hewa kutoka Kenya. Tumekusanyika katika ukumbi huu kujadiliana, kuzungumza na kushauriana ili kwamba tupate kuboresha huduma zetu katika utabiri wa hali ya hewa, kuboresha vifaa na vile ujumbe huu unaweza ukafikia wale ambao wanahitaji kupata ujumbe huu. Tunaelewa ya kwamba hali ya hewa haina mipaka na ni muhimu nchi zipate kushirikiana. Ni muhimu ili kwamba tupate kuzungumza, kuona na kuelewa changamoto ambazo kila nchi inapitia, ili tukiwa katika ukumbi huu tukiwa na wataalamu wenzetu tutaweza kuona vile tunaweza kuboresha ili kwamba ujumbe ufike wakati unavyofaa na katika hali ambayo inaeleweka. Kama vile nilivyosema, group ambayo imekuwa imeketi hapa, wataalamu kuna ripoti ambayo watawasilisha, na sana sana tungetaka kuboresha uhusiano ama uratibu ama collaboration between nchi na idara tofauti, sababu hali ya hewa huwezi ifanya ukiwa peke yako, sababu janga linapotokea Kenya linagusa pia hapa Tanzania. So eneo la mashariki yote tungetaka kwamba tupate kushirikiana ili nchi yoyote isibaki nyuma. Asante sana. Sisi kama shirika la hali ya hewa duniani tuna furaha sana kwa ajili ya mkutano ambao unaendelea hapa, na pia niipongeze Tanzania kwa ajili ya kukaribisha nchi hizi za Afrika ambazo wako kwenye mkutano huu na kuwa mwenyeji
wa mkutano huu ni jambo ambalo ni zuri, lakini kama WMO tuna furaha zaidi kwa sababu huu mkutano wa leo na kesho ni mkutano ambao utaenda kuangalia mapendekezo ambayo yalitolewa na wataalamu ambao walikutana hapa siku 3. Sasa ukiangalia kwenye yale mapendekezo ambayo wataalamu wanatoa ni kwa ajili ya kuangalia namna ya kuboresha ushirikiano wa hizi taasisi za hali ya hewa katika nchi hizi za Afrika Mashariki, lakini pia katika nchi za SADC. WMO inaidhinisha taasisi ambazo zinatakiwa kufanya kazi katika Afrika. Kuna taasisi ambayo inafanya kazi kwenye eneo la utabiri wa hali ya hewa, tunaziita RCCs, lakini kuna taasisi ambayo inafanya kazi kwenye vifaa vya hali ya hewa, tunaziita RICS. Kuna taasisi ambayo inafanya kazi kwenye masuala ya elimu, kufundisha, RTCs. Sasa taasisi zote hizi pamoja na taasisi ambayo inaangalia masuala ya hali ya hewa, lakini katika tunaita scale ambayo ni ndogo zaidi, RSMC, ambapo Tanzania pia ni mmoja kati ya taasisi ambayo imeidhinishwa na shirika la hali ya hewa ili kuzisaidia nchi ambazo zinazunguka ziwa Victoria. Sasa unaona kwamba taasisi hizi zote zina majukumu ambayo yameidhinishwa na shirika la hali ya hewa duniani, lakini zinatakiwa zifanye kazi kwa pamoja ili taasisi moja iweze kusaidia taasisi nyingine, na mwisho wa siku tunachohitaji ni kwamba waweze kusaidia nchi wanachama, kwa maana ya kwamba taasisi za hali ya hewa katika nchi kama ilivyo TMA, kama ilivyo Kenya Meteorological Services Authority waweze kusaidia hizi nchi. Sasa ni namna gani hii itafanyika? Huu mkutano ni wa muhimu kwa sababu mapendekezo sasa yatatoka hapa, yatatoa mwelekeo ni nini kinachotakiwa, na sisi kama shirika la hali ya hewa duniani haya mapendekezo yatakayotolewa tutayafanyia kazi ili tuweze kutoa mwongozo, kwa sababu kazi ya shirika la hali ya hewa duniani ni kutoa miongozo. Kwa hiyo ni mapendekezo ambayo tunayachukua kwamba ni mapendekezo yametoka kwa nchi wanachama wa shirika la hali ya hewa duniani, tutayatumia kwa ajili ya kutoa mwongozo wa namna ya kuboresha ushirikiano katika nchi zetu hizi za Afrika, sio Afrika Mashariki tu na kusini mwa Afrika, lakini sasa tutaiangalia Afrika nzima kama shirika la hali ya hewa duniani. Waliokutanika hapa ni wakurugenzi, yani viongozi wa taasisi za hali ya hewa katika nchi hizi za Afrika. Na unaona kwamba kwa upande wetu kama shirika la hali ya hewa duniani katika kila nchi wao tunawachukulia kama ni wawakilishi wa WMO katika hizo nchi. Sasa ndio maana tunaona maamuzi watakayofikia ni maamuzi ambayo ni muhimu. Lakini kwenye swala la teknolojia, mabadiliko haya ya teknolojia yanavyokwenda duniani yanabadilika kwa haraka, na teknolojia ni muhimu hata katika hii sekta ya hali ya hewa. Kwa hiyo tayari WMO imeanza kuandaa miongozo kwa ajili ya teknolojia, ikiwa ni pamoja na artificial intelligence, akili unde. Hiyo pia WMO tayari wameshaanza kuandaa miongozo ili taasisi zetu za hali ya hewa katika nchi mbalimbali wanachama wa WMO waweze kutumia hii teknolojia katika kuboresha huduma za hali ya hewa. Sasa hilo ni mojawapo katika mapendekezo ambayo yatatoka hapa. Tutaangalia pia jinsi ambavyo nchi wanachama wataweza kutumia teknolojia, lakini kwenda kasi na mabadiliko ya teknolojia, kwa sababu kubwa ambalo tuna changamoto nalo katika Afrika ni kwamba mabadiliko ya teknolojia yanaenda kasi, na unaona kwamba nchi za Afrika zinaenda taratibu na yale mabadiliko, wakati tunakuwa kwenye mabadiliko ambayo wenzetu tayari walishamaliza miaka 5 iliyopita, sisi ndio tunaanza mwaka huu. Kwa hiyo tunachokiangalia sasa hivi ni kuzisaidia nchi zetu wanachama katika bara la Afrika ili na wenyewe waweze kwenda kasi na mabadiliko ya teknolojia, Afrika isibaki nyuma. Twende pamoja na nchi zingine za dunia jinsi wanavyokwenda na teknolojia, na sisi tuweze kwenda kwa kasi ile ile.